Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri ya Yesu, sababu kuu 3 za Yesu kukubali kuteswa mpaka kufa. Sababu kuu za Yesu kuteswa mpaka kufa ni kama ifuatavyo. Sababu ya kwanza, Yesu alikubali kufa kwa sababu alikuja kulipa kosa la jinai la watoto wa Mungu, Adamu na Eva, walilolitenda katika bustani ya Edeni kwa kula tunda walilokatazwa na Mungu. Mauti kaingia. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17, jinsi Mungu alivyomwambia Adamu. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Umeona? Kwa hiyo alikuja kulipa hii gharama iliyoingiza mauti katika bustani ya Edeni. Na sababu ya pili nayo ni ya msingi. Yesu alikubali kufa ili awamiliki walio hai na waliokufa katika ufalme wake. Warumi 14 mstari wa 9 inasema, maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Umeona? Rejea Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 hadi wa 20. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambao ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Umeona? Kwa hiyo Yesu akukubali kufa hivi hivi. Alikufa kwa sababu ya faida kubwa katika ufalme wake. Na sababu ya 3 ya msingi pia, kuudhibitishia ulimwengu kuwa Yesu Kristo ana mamlaka makubwa katika dunia. Yaani maana yake Yesu Kristo alipewa mamlaka duniani na mbinguni ya kufanya jambo lolote na kuwamiliki watu wote na kuwatawala watu wote. Na ndiye ufufuo na uzima. Kudhibitisha ulimwengu huu Yesu kuwa ana mamlaka yote duniani na mbinguni. Pia Yesu ndiye ufufuo na uzima. Rejea Mathayo 28 mstari wa 18 nasema, Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Umeona? Kwa hiyo Yesu Kristo ni mfalme wa mbingu na dunia, na ndiye aliyepewa mamlaka duniani na mbinguni. Pasipo kumwamini sisi hatuwezi kupona. Lakini pia rejea Yohana 11 mstari wa 25 anasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Umeona? Maana yake ni nini? Yesu ukimwamini yote kwako yamekuwa shwari. Maana hata kama ukifa utaishi. Maana hata kama utaingia katika dhambi, ukimwomba atakuondolea dhambi. Yesu ndiye kila kitu. Hakuna maisha duniani, hakuna maisha mbinguni pasipo Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo ndiye mtawala wa mbingu na dunia, ndiye aliyepewa mamlaka na Mungu wa mbinguni ili atulete pamoja kwa Mungu na kuwa watoto wazuri wa
watiifu kabisa. Hivyo muamini Yesu Kristo katika injili zake zote ili upate kuishi tena hata kama ukifa. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.